Neno la Mungu kutoka Zaburi ya 148 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Haleluya! Msifuni Bwana katika mbingu, msifuni katika mahali palipo juu. Msifuni enyi malaika wake wote, msifuni majeshi yake yote. Msifuni juu ya mwezi, msifuni nyota zote zenye mwanga. Msifuni enyi mbingu za mbingu, nanyi maji mlioko juu ya mbingu. Na vilisifu jina la Bwana, kwa maana aliamuru vikaumbwa. Amevithibitisha hata milele na milele. Ametoa amri wala haitapita. Msifuni Bwana kutoka nchi, enyi nyangumi na vilindi vyote. Amen. Tukae. Haleluya. Ndugu zangu, leo ni siku ya Cantate Domino. Kichwa cha somo kinachotuongoza ni kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Katika utangulizi tutafakari kwa habari ya pumzi, tutafakari kwa habari ya kumsifu Mungu, na tutafakari kwa habari ya mahusiano kati ya kuimba na kusifu. Pumzi inatajwa kwenye Biblia kwa mara ya kwanza baada ya Adamu kuumbwa. Biblia inasema akampulizia pumzi, mwanadamu akawa nafsi hai kutoka kwenye matope. Kwa hiyo uhai wa mwanadamu uliingia ndani ya mwili kwa njia ya pumzi. Haleluya. Yohana mlango wa 6 mstari wa 63 unasema hivi: Roho ndiye atiaye uzima, mwili haufai kitu. Maneno haya niwaambiayo ni roho tena ni uzima. Tafsiri yake, Mungu alipoumba mwili ulikuwa hufai kitu kwa kuwa haukuwa na uzima, lakini alipopulizia huko roho, ndio mwili ukafaa kwa sababu ya roho. Haleluya. Kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa 3 mstari wa 16: kila neno lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa kuonya. Acha tusome Timotheo wa pili mlango wa 3 mstari wa 16. Timotheo wa pili mlango wa 3 mstari wa 16, Biblia inasema hivi: kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa kufundisha na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki. Kwa lugha nyingine, nimewafundisha mara nyingi kama mnakumbukumbu, hii Biblia ni logos. Logos ni maandiko matakatifu. Alafu hii Biblia ni rema. Rema ni sauti ya Roho Mtakatifu kutoka katika maandiko matakatifu. Kwa Kigiriki, maneno haya mawili ndio yanatafsiri Biblia. Neno la kwanza ni logos, ambao ni maandiko matakatifu, ambapo mchawi anaweza kusoma, mtu wa dini nyingine anataka kubishana na wewe anaweza kusoma ili apate maandiko ya kubishana na wewe. Mwanaume mwanamke anaweza kusoma ili kukudanganya uingie katika uovu. Hiyo ni maandiko tu. Lakini hii Biblia ni rema. Rema tafsiri yake ni pale mtu anaposoma afu anasikia machozi yanamlengalenga, anasikia hofu, anaogopa, anapiga magoti. Kwa hiyo Paulo anamwambia Timotheo, kila andiko lenye pumzi ya Mungu, tafsiri yake kila andiko lenye roho wa Mungu linafaa kuonya, linafaa kufundisha. Ina maana kabla roho hajaingia ndani ya mhubiri, lile andiko ni maandiko tu kama mtu anayesoma gazeti. Haleluya. Kwa hiyo pumzi ni nini? Pumzi ni roho. Yohana 20:22. Injili ya Yohana Mtakatifu mlango wa 20 mstari wa 22. Injili ya Yohana Mtakatifu mlango wa 20 mstari wa 22. Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi: naye akiisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Kwa Kiingereza nasema he breathed. Aliwavuvia, pokeeni Roho Mtakatifu. Pumzi ni roho, akamwambia pokeeni Roho Mtakatifu ili waende sasa. Waende. Anasema wowote mtakaoondolea dhambi wataondolewa, na wowote mtakaowafungulia dhambi watafunguliwa. Tafsiri yake ni nendeni, kitakachowapa nguvu ni pumzi, ndio pumzi ambao ni roho.
Injili ya Yohana mlango wa 4 mstari wa 24. Yohana 4:24. Biblia inasema hivi. Yohana 4:24. Biblia inasema, Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kila mwenye pumzi na amsifu Mungu. Kwa lugha nyingine, kila mwenye roho wa Mungu na amsifu Mungu, kwa sababu the only kitu kinachoweza kukuconnect wewe na mbingu ni roho. Kwa hiyo Yesu anawaambia Mungu ni roho. Kwa hiyo huwezi kumwabudu katika roho na kweli usipotoka mwilini na kuingia rohoni. Kwa hiyo anaposema kila mwenye pumzi na amsifu Mungu, anasema kila mwenye roho. Kwa hiyo kabla hujasifu, unatafuta kwanza roho ya kukusaidia kuweza kusifu. Kwa lugha nyingine, roho ni ulimwengu wa ni atmosphere, ni hali fulani, ni uwepo fulani ambapo hapo mahali utamkuta Mungu. Haleluya. Kwa nini hauabudu kule nyumbani unakuja kanisani? Kwa sababu unajua ndipo mahali penye uwepo wa Mungu. Yesu alisema watu watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Alimwambia ule mwanamke, maana alikuwa anamwambia, wewe ni mkuu kuliko Abrahamu, tunayemwabudu kule Yerusalemu. Yesu akamwambia, hapana, swala la kuabudu sio mahali. Mahali sahihi pa kuabudia ni roho. Utamwabudu Mungu katika roho na kweli. Yaani mtaingia rohoni, mkae hapo rohoni, mwabudu Mungu. Haleluya. Kwa kila mwenye pumzi, kwa lugha nyingine, kila mwenye roho na msifu Mungu. Kwa hiyo kama una roho, tafuta kwanza roho ili upate mazingira ya kusaidia kuabudu. Vinginevyo inaweza ikawa kelele. Haleluya. Neno la pili, msifuni. Ile neno msifuni kutoka kwenye Biblia ya Kigiriki, tafsiri yake kwa Kiingereza ni praise. Praise ni kusifu. Tafsiri nyingine ni glory. Glory ni kutukuza, utukufu. Tafsiri nyingine ni shine, kumngaza. Yaani unaposifu utukufu wa Mungu, tunaweza kumfanya Kristo ang'ae mahali, watu waone nuru mahali kwa kusifu. Hallelujah. Na neno lingine ni celebration. Celebrate. Mshangilie Mungu. Sio ile ile ni kumfurahia, yani kumfurahia Mungu. Kwa hiyo kila mwenye roho amsifu. Kila mwenye roho amtukuze Mungu. Kila mwenye roho amshangilie. Kila mwenye roho, kwa kupitia huyo roho wa Mungu, mfanye Mungu aonekane nuru, aangaze katikati ya maisha ya watu, aangaze kwenye ibada. Haleluya. Kitu cha tatu, mahusiano. Kuna mahusiano gani kati ya kuimba na kumsifu Mungu? Kuimba ama mziki ni sehemu ya liturujia ama mtiririko mzima wa ibada ambayo kazi yake ni kutengeneza mazingira ya Mungu kushuka kwa kuiandaa mioyo ya wanaomwabudu. Na hii Mungu inaweza kuwa Mungu au miungu. Unapoimba, wimbo huo unakamata moyo wa mtu. Unauandaa ule mtu kwa kitu kinachofuata. Wimbo wowote huo una attract, unavuta either mapepo au roho wa Mungu. Sijui kama mmenielewa kwa viwango ninavyotaka. Sikiza nakwambia kitu. Wangapi mwe kwenda kwa mganga? Hamna hata mmoja ushirika mzima. Wangapi mwe kwenda kwa mganga ambao hawajawahi kwenda kabisa? Nabii amesema wapi? Aya. Ambao siri yako. Okay. Asa wale ambao wameenda bwana, hata kama hujaenda umeangalia movie. Mganga hapigi ramli mpaka afanye music kidogo. Lazima mganga aimbe wimbo ndio akwambie nani anakuloga. Lazima mganga acheze kitu fulani hivi. Sisi mahali nilipokulia kulikuwa kuna madisco yale waganga. Sijui waganga, sijui wachawi. Usiku umelala masikia pale wanaamsha, yani wanaamsha hizo roho na zinaamka kweli. Zinaamka kweli kabisa, zinaamka na zina react. Kwa hiyo wimbo
anataka nini. Kwa tunapokaa kuimba hapa, tunavuta mbingu zinashuka. Ulimwengu wa roho unakuwa activated kwa music. Unaweza ukasikiliza wimbo ukasikia hamu ya kulewa. Unaweza ukasikia wimbo wa taarabu, sijui ukasikia wimbo gani, ukasikia kitu ambacho sitaki kusema ukakisikia. Ndani yako kuna roho ya zinaa ambayo iko dormant. Ukisikiza ule wimbo unaiactivate, inaamka. Unaanza kutamani hicho kitu. Ndani yako kuna roho ya maombi ambayo imekandamizwa. Ukisikia wimbo unajisikia tu machozi yanakutoka, unaombea Mungu. Siku moja nilikuwa namtembelea rafiki yangu mmoja, alikuwa anaumwa sana. Najua sio mtu wa kuabudu mapambio sana. Lakini tukiwa pale kwake, tukapiga ule wimbo, yuko Mungu mbinguni asikiae maombi yetu. Yuko Mungu mbinguni ayajibuye maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Yule mtu akaniambia, huu wimbo anaongea kwa hisia. Anaona wimbo kuna mahali umenivusha. Anaona kweli Mungu anasikia maombi, maana kuna hatua yuko, alafu akiangalia hatua alikotoka anamuona Mungu. Wimbo umeamsha roho Mungu ndani yake, unamfunulia kwamba kuna kitu Bwana anatenda kwako. Hallelujah. Kuna wimbo unasema sijui nilewe. Kuna wimbo utabidi utafute usikilize. Kuna wimbo unasema sijui nilewe. Kuna wimbo mmoja unasema gani nilewe. Unaimbaje ule wimbo Mungu wangu nimeusahau. Kuna jamaa mmoja bwana anaimba nilewe sijui nilewe nini. Unajua unaweza ukasikiza wimbo ukasema hebu nitoke kidogo nikalewe. Kwa sababu unahamasishwa kulewa. Kwa hiyo nyimbo ni sehemu ya liturujia ya ibada yoyote, ambayo hiyo sehemu inaiandaa mioyo ya watu kukutana na Mungu anayeabudiwa hapo mahali. Kwa hiyo wimbo tuna umuhimu wake. Unaandaa mioyo. Na wimbo una attract hizo mbingu kufunguka, kama ni mbingu za Mungu aliye hai, kama ni mbingu za mizimu, kama ni mbingu za uchawi na uganga. Hallelujah. Sasa turudi kwenye hili neno letu hapa na tuweze kumaliza kwa msaada wa Mungu. Wa Zaburi mlango wa 148. Sasa hii Zaburi inahamasisha sifa kwa Mungu. Lakini Zaburi inaeleza mtiririko wa sifa ambazo Mungu anazipokea. Ni wapi Mungu anatazamia kupokea sifa? Zaburi inasema kwanza ni kutoka kwa viumbe vya mbinguni. Anasema imba malaika. Ule mstari wa kwanza. Mstari wa pili. Msifuni enye malaika wake wote. Msifuni majeshi yake yote. Mungu alikuwa ana malaika. Napenda kuwasemea watatu. Moja, malaika wa sifa alikuwa anaitwa Lucifer. Hallelujah. Mbili, malaika messenger wale. Unajua malaika ni neno la Kigiriki ambalo tafsiri yake ni messenger, mjumbe. Sasa lakini sio malaika wote ni wajumbe. Malaika mjumbe specifically kabisa ni malaika anaitwa Gabriel. Huyu Gabriel unaweza ukaota mtu amekuja kwako amekufanyia kitu hicho. Huyu Gabriel anaweza kaja mtu nyumbani kabisa akaongea na wewe akakuomba kitu ukakuta yule sio mtu wa kawaida. Huyu Gabriel anaweza kumuingia mtu. Gabriel kwa Kiingereza ni God is my strong man. Yaani Mungu anapokuinulia mtu akasimama na wewe kwa nguvu zote katika hali zote bila kukata tamaa kupambana kwa kisha unapita. Yule mtu sio yeye tena, ni God is my strong man. Yaani huyo mtu ni Gabriel. Hallelujah. Asa kuna malaika hao watatu. Malaika sasa. Kuna malaika hao watatu sasa. Malaika hao Mikaeli, majeshi ya mbinguni. Asa Lucifer anafanya kazi. Wakati huo shetani kwa Lucifer anakuwa anafanya kazi za maserafi na makerubi kumsifu Mungu. Asa Mungu anasema hivi, imbeni malaika wote. Kwa nini malaika wote? Kwa sababu yule Lucifer hayupo tena, kwa hiyo imbeni. Anasema hivi, Mikaeli usikae tu kupigana, nani majeshi yangu yote imbeni, msifuni Bwana. Hallelujah.
Kwa kuna sababu Mungu anataka sifa mpaka kwa jeshi lake ambalo specifically kule mbinguni haliko kwa ajili ya kusifu, ni kwa ajili ya vita, kwa ajili ya kupigania watu, lakini ananiambia sasa nahitaji munisifu tu. Hallelujah. Rank ya pili ambayo Mungu anatazamia sifa kutoka kwao ni mfumo mzima wa uumbaji wake. Mfumo mzima wa uumbaji wake kwa maana ya dunia. Dunia ni nini? Dunia ni sayari ya 3. Ziko sayari ngapi duniani? Sijui ni 9. Sina kumbukumbu vizuri darasa la ngapi, form 4 sijui. Kuna sayari 9. Kuna kitu kinaitwa solar system, solar eclipse, sijui solar system. Nipigie makofi. Ndugu mna akili. Solar system hiyo inazungumza kwa habari ya nyota, kwa habari ya mwezi na jua, kwa habari ya sayari zote. Asa Zaburi inasema hivi, msifuni jua na mwezi, msifuni nyota zote na mwanga. Yaani mimi Mungu ninapotaka kusifiwa, cha kwanza ninaangalia watu walioko karibu yangu mimi, ni malaika wote. Hii sifa ya malaika isiponitosha, inaangalia uumbaji wangu kwa maana ya mwezi na nyota na jua, dunia na sayari zote. Hallelujah. Anasema msifuni enyi mbingu za nchi, enyi mbingu za mbingu, nanyi maji mlioko juu ya mbingu. Anaangalia na maji, anataka sifa kutoka kwenye maji. Sifa ni nini? Anataka utukufu kutoka kwenye maji, anataka atukuzwe kutoka kwenye maji, anataka aonekane katika mng'ao kwa sababu ya maji, anataka ashangiliwe na maji. Kwa sehemu nyingine anasema upepo upige makofi, miti na ishangilie. Hallelujah. Alafu namba 3, mahali ambapo Mungu anatazamia kupokea sifa na utukufu ni viumbe vyote vya nchi. Mstari wa 7 unasema hivi, msifuni kutoka nchi enyi nyangumi na vilindi vyote, moto na mvua. Kumbe hata ule moto uliokuwa unawaka pale Marekani unaunguza nyumba za watu. Kwa upande mmoja ilikuwa ni kilio, lakini kwa upande mwingine kuna namna Mungu alikuwa anajitolea utukufu, kwamba mimi ni Mungu, na utajiri wenu na teknolojia yenu na uwezo wenu mlionao na sifa yenu mlionao duniani, mimi ni Mungu, nikiamua hakuna anayeweza kunizuia. Watu wengine wanalia, watu wengine wanamuona Bwana, wanasema hakika Mungu yupo, ni zaidi ya wanadamu. Hallelujah. Hapa anasema moto na unisifu. Upepo na dhoruba. Dhoruba sio kitu kizuri, lakini kwa Bwana ni sifa. Kwa nini unampa sifa? Anasema ulitendao neno lake. Kumbe upepo unalitenda neno la Bwana. Neno lipi? Ameagiza kapige Tanzania. Kwa dhoruba inakuja Tanzania, nyewe mnalia. Kumbe unafanya neno la Mungu. Kwa hiyo yeye anajitolea sifa. Hallelujah. Namba 4 na mwisho, mahali ambapo Mungu sasa anataka kupokea sifa. Sikiza kwa makini. Namba 4 na mwisho ni wanadamu. Ni wanadamu. Tafsiri yake ni nini? We are the minor. Sisi ni kitu kidogo sana kwa Mungu. Kama unataka kusifu, wewe ni kitu kidogo sana kwa Mungu. Kama unataka kumtolea Mungu, wewe ni kitu kidogo sana kwa Mungu. Kama unataka kuzira kwenye mambo ya Mungu, wewe ni kitu kidogo sana, kwa sababu you are the last. Mungu anataka sifa kwa malaika, anataka sifa kwenye uumbaji wake, kwenye sayari sijui na nyota nini, anataka sifa kwa viumbe alivyoviumba, anataka sifa kutoka kwenye moto, kutoka kwenye dhoruba. Alafu ndio baadaye anakuja kuangalia na wewe unataka kusifu, na wewe ni sifu. Sijui kama mnaelewa maana ya Zaburi. Tafsiri yake ni nini? Hata usipofanya, sifa zinaenda kwa Mungu tu. Asa kwenye hii wanadamu anataka pia kuwe na rank ya kusifu. Mstari ule wa 11. Wafalme wa dunia na watu wote. Yaani anataka sifa yake ianze na wale wakubwa. Anasema wakuu na makadhi wote wa dunia. Anaenda hivyo kwamba wanisifu wakuu kwanza na wafalme. Halafu vijana, Mungu anatazamia vijana umsifu, maana una nguvu za kumsifu. Hallelujah. Anasema vijana waume na wamwali. Ukiwa mwali, yani usiishie tu kujipodoa, upate muda wa kumsifu Bwana na kumtukuza Mungu. Alafu anamalizia sasa na wazee na watoto. Kwa hiyo tunapocheza sifa hapa,
ukakuta mzee anafanya, sio kitu cha ajabu. Amewekwa kwenye mwisho. Kwa nini? Kwa sababu hana hiyo nguvu ya kuserebuka kama wewe. Lakini ukikuta kijana anafanya, huyo ana pepo. Ila ukimkuta mzee yuko low kwenye kusifu. Ametajwa hapa wa mwisho, wa pili kutoka mwisho. Wa mwisho anasema na watoto wamsifu Bwana. Haleluya. Haleluya. Kwa nini? Mzee asipokuwa makini, unakutaga tu anakuwa ni mtu wa kulalamika tu, kunungunika tu. Lakini sifu angalau kwa kidogo, hata kwa udhaifu sifu. Sifu ukijua, usiposifu watasifu wengine na utakosa baraka zako. Hitimisho. Ezekieli mlango wa 28 mstari wa 13 unasema hivi. Ezekieli 28:13. Ulikuwa ndani ya Eden, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako. Akiki ya yakuti, manjano na almasi na zambarau na shohamu na yaspi na yakuti samawi na zamaridi na baramani na dhahabu. Kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako. Tafsiri yake yani? Yaani huyu mtu anayezungumziwa alikuwa ashiki gitaa, alikuwa apigi ngoma. Anasema vilikuwa ndani yako. Kwa hiyo ndani, yani zinaweza kutoka hizo saundi za kinanda za kinubi ndani yake. Anasema kazi ya matari, yana maana yake kupiga matari. Kazi ya filimbi, ina maana yake kupuliza filimbi, zilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa. Yani Mungu alipomuumba huyu mtu, alimuumbia kinanda, akamuumbia kinubi, akamuumbia na hivyo vitu yani. Kwa hiyo ikifika muda Mungu anataka kusikia kinanda, anamwambia ise, twende. Hamwambii unganisha gitaa kwenye mixer. Mstari wa 14. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Mstari wa 17 natamani nimalize. Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. You see? Alikuwa na nuru kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa ni mtu wa sifa. Nimekwambia kusifu ni kushine. Anasema nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama. Nimekutupa chini. Nani wametupa chini? Shetani. Haleluya. Sasa hoja ya msingi hapa Ezekiel anazungumzia juu ya shetani. Anasema wakati anaumbwa aliwekea kila kitu ambacho kinaweza kutoa kionjo cha music. Lakini wakati anaumbwa alitengenezwa hizo elementi za moto, kwa sababu Mungu anasema moto pia umsifu. Wakati anaumbwa alitengenezewa kila aina ya madini. Anasema hapa kuna kerubi, sijui kuna yakuti samawi, sijui kuna nini. Kila aina ya madini viliumbwa ndani yake. Wakati anaumbwa anasema aliwekwa mahali pa juu, maana sifa inatoka juu. Kwa hiyo he was complete. Alikuwa mkamilifu katika jambo lolote linalohusu sifa. Shida sasa, kiburi. Kiburi. Yaani ukiona wanakwaya wanaringa hapa kujishebedua, usishangae. Wanaringa kama baba yao. Baba yao nani? Kama mwanzilishi alipata kiburi, wewe ni nani usipate kiburi? Solo. Solo. Kama shetani alianzisha alipata kiburi, wewe ni nani usipate kiburi? So ukiona kwenye kwaya, kwenye vikundi kuna uzinzi, kuna mambo ya kishetani, ni kwa sababu wanafanya kazi ambayo ilikuwa inafanywa na shetani. So you have to defend yourself. Sijui kama mnanielewa. Tusimame.
Ndugu zangu, tumsifuni tu Mungu. Ukiona umeamka mzima, msifu Mungu. Na ukipata sifa, ukipata heshima, jitahidi sana kujivua hizo heshima, maana zitakuua, zitakushusha. Na Mungu agawani heshima na utukufu wake na mwanadamu. Ukizira, ukiweka maringo, Mungu anaweza kuinua kitu chochote, kwa sababu sifa zake zinaanzia kwenye vitu vyake alivyoviumba, zinakuja kumaliza na mwanadamu. Sema, Bwana Yesu, niondolee kiburi, niondolee majivuno, niondolee roho ya manunguniko na kulalamika. Nifundishe kukusifu, ili sifa zangu kwako zikanifungulia malango ya neema na baraka katika maisha yangu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Nifundishe kunyenyekea, ili kwa unyenyekevu uniinue, uniweke juu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Tukae.